Sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na makosa ya mtandao imepitishwa na serikali kwa lengo la kuimarisha ulinzi katika ulimwengu wa kidijitali. Madhumuni makuu ni kutoa kinga dhidi ya vitendo vya kihalifu vinavyotekelezwa kwa kutumia teknolojia, lakini sheria hii imezua mjadala mkali nchini. Sheria hii inaorodhesha kwa kina aina za uhalifu wa kidijitali na kuweka adhabu kali. Sheria hiyo inalenga kupambana na unyanyasaji mtandaoni na vitisho, hasa kutuma au kusambaza maudhui yoyote yanayobeba matusi, vitisho au yanayolenga kumdhalilisha au kumdhuru mtu. Mtu anayepatikana na hatia anaweza kutozwa faini ya hadi shilingi milioni 20 au kifungo cha miaka 10 au vyote viwili. Wizi wa kitambulisho na utapeli, kujifanya mtu mwingine au kuiba taarifa za siri kama vile PIN, namba za kadi ya kitambulisho au siri za akaunti za benki na mitandao ya kijamii kwa lengo la kifisadi au kuharibu sifa. Sheria hii pia imewekwa kwa lengo la kukabiliana na usambazaji wa taarifa za uongo na uchochezi ili kupiga marufuku kitendo cha kuchapisha, kuanzisha au kusambaza habari za uongo, za chuki au zenye nia kuchochea vurugu. Pia inapigana na ulaghai kupitia mawasiliano. Hiki ni kitendo cha kuunda tovuti bandia, kutuma barua pepe au kupiga simu kwa lengo la kudanganya watu watoe taarifa zao za siri, hasa kwa masuala ya kifedha. Sasa Wakenya wengi wanahofia kuwa vifungu vingi vya sheria viko wazi mno na vinaweza kutumiwa vibaya na serikali kunyamazisha wakosoaji, wanasiasa na wanahabari. Hoja ni kwamba sheria inaweza kuzuia Wakenya kutoa maoni yao kwa uhuru kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni haki yao ya kikatiba. Pia faini ya shilingi milioni 20 kwa makosa ambayo hayajajumuisha wizi wa moja kwa moja inatajwa kuwa ni adhabu isiyo na uwiano na inalenga zaidi kuwaadhibu wananchi